sehemu ya pili tunaanzia hapa. Jamaa alichukua ile chupa ya kinywaji akaweka pale. Anasema bwana mimi ngoja niondoke. Lakini binti alimuita akamwambia tafadhali don't leave. Ningeliomba tafadhali nipe nafasi. Tuwe pamoja katika siku hii ya leo. Jamaa anasema sihitaji wala sitaki kukupa hiyo nafasi. Mzima bwana Wantaki akaamua kuweza kuondoka. Binti alijisi mnyonge kweli kweli. Alikuwa anategemea katika siku leo angelipata nafasi ya kuwa pamoja na jamaa, lakini ndio hivyo. Wantaki akaamua kuweza kusepa. Hali hii ilimfanya binti kujihisi mpweke kweli kweli, kwa sababu alikuwa anajua kabisa kwamba katika siku ya leo angelipata muda mwingi sana kuweza kuspend na jamaa. Anasema sijui ni nini hasa. Huyu jamaa ni mkatili kweli kweli. Sijui kwa nini anazikatili hisia zangu kiasi hichi. 마음이 편안해졌다. Binti anazidi kusema kwamba hisia zangu, mawazo yangu yote yalikuwa kimwaza mzimzimu bwana Wantaki. Nikikumbuka baadhi ya mambo mbalimbali ambayo tulikuwa tukiyafanya kipindi hicho tupo high school. Hali hii inanifanya kuweza kujihisi mpweke kweli kweli. Binti anakumbuka kipindi hicho walikuwa na mahusiano fulani vya amazing sana. Walikuwa kipendana. Siku hiyo walikuwa wamekwenda mbali kweli kweli katika sehemu yenye utulivu mkubwa kwa ajili ya kuweza kuketi na kuweza kufanya mambo mengine. Ujamaa ni mtunzi mzuri sana wa nyimbo, lakini pia ni mpigaji mzuri sana wa gitaa. Basi siku hiyo walikuwa wamepata nafasi ya kuelekea katika sehemu moja tulivu kwa ajili ya kuweza kusikiliza muziki wa jamaa. Anasema pindi nilipokuwa nikikaa pamoja na Wantaki na kusikiliza jinsi alivyokuwa akipiga muziki na kuimba, hali hii ilikuwa ikinifanya kujihisi wa furaha sana. Na naweza nikasema kwamba Wantaki alikuwa ni chanzo cha furaha yangu. Alikuwa akipenda sana muziki wa mzimzimu bwana Wantaki. Siku hiyo Wantaki alikuwa akimpigia gitaa zuri kweli kweli. Lakini pia siku hiyo sasa alikuwa yupo pamoja na gitaa moja wanaita Nipson. 기타 새 거네? Ambia vipi? Gitaa lako ni jipya hili? Ndio. Ni jipya, nimepewa kama zawadi. Na nani? Inkyung. Jamaa anasema nimepewa zawadi na Inkyung. Binti aliposikia kwamba zawadi hii imetoka kwa binti wanamuita Inkyung. Inkyung ni rafiki yake wa karibu. Na gitaa hili ni gitaa la bei ghali kweli kweli. Ni zaidi ya milioni 4 ndugu yangu limenunua hili gitaa. Gitaa moja kali la kisasa. Anasema niliposikia taarifa hii ya kwamba Inkyung ameweza kumpatia mwanaume ni mpandaye zawadi, nilijihisi mpweke kweli kweli. Hali ilionipelekea nami nifanye kila kitu. Japokuwa nilikuwa nimetoka katika familia ya kimaskini, sina pesa. Nikaona ni bora niweze kufanya kitu kwa ajili ya kuweza kumfurahisha mpenzi wangu. Niliona nami pia niweze kununua zawadi kwa ajili ya mpenzi wangu. Siku moja nilikwenda moja kwa moja mpaka katika sehemu ya kununulia zawadi. Alikwenda moja kwa moja katika mall kwa ajili ya kuweza kununua zawadi kwa ajili ya mpenzi wake. Alikuta zawadi nyingi kweli kweli za bei ghali. Lakini sasa binti ni maskini ya Mungu. Anataka kulitetea penzi lake, lakini sasa ndio hivyo, hana pesa. Alipotazama mfukoni alikuta tu anakabuku ndugu yangu. Sasa buku tanunua zawadi gani? Alitazama pembeni pale akakuta kuna zawadi kama shilingi 8 namna hii. Kakete fulani hivi. Hicho cha bei rahisi. Hana pesa na anahitaji kuweza kumpelekea mpenzi wake zawadi. Hakuna basi, hakuna shida. Bora anunue kale kakete ambacho atakapeleka kama zawadi kwa mpenzi wake. Basi alichukua ile zawadi na walikuja kukutana na mpenzi wake mzima bwana Wantaki katika sehemu hii. Anasema mwanaume huyu ndiye alikuwa chanzo cha furaha yangu, na siku zote niliamini ya kwamba huyu ndiye atakayekuwa mwenzi wangu na atakayekuwa ndio furaha ya moyo wangu. Niliamua kuchukua ile zawadi kwa ajili ya kuweza kumpatia Wantaki. Angalau Wantaki basi naye haisi ya kwamba nami nina moyo wa upendo juu yake. Ndio Wantaki, nimekuletea zawadi. Kamletea zawadi hapa ya kete. Oh, kete kwa ajili yangu. Cha. Nasema ndio. Zawadi yako hii nimekupa.
800원 주고 산 선물이라고. Nilishindwa kumweleza bei shingapi nimeweza kuinunua kwa sababu ilikuwa ni pesa ndogo kweli kweli. Jamaa akapatiwa ile zawadi na binti. Anasema, "Oh, ni ya kwangu." Anasema, "Ndio." Binti anasema, "Ndio." Hiyo nafikiri itakupa nafasi ya kudumisha upendo wetu. Unamaanisha nini? Anasema siku zote zawadi ndogo ni zawadi nzuri kuliko zawadi kubwa ambayo haina thamani. Naamini ya kwamba hicho kidogo changu kina thamani kubwa sana katika moyo wangu. Naomba tafadhali ipokee. 그래야 칠이 되니까. Naamini ya kwamba itaugusa moyo wako na itakuwa ni zawadi yenye baraka, yenye bahati kwako. Please. Naomba tafadhali maisha yetu ya mahusiano yetu yawe kama kete. Tuyachezeshe kama kete. Ili basi tuweze kufanikiwa mbele zaidi. Ninaomba tafadhali. 너는 6개를 가진 은경이랑 tuwe pamoja. 나도 돈 많은 Na tusitenganishwe na chochote. Maisha yetu tuyachezeshe kama kete. Ili basi tuweze kufanikiwa. Jamaa alifurahi kusikia maneno kama yale ambao pia yalimuumiza kwa namna moja au nyingine. Lakini kimoja ambacho aliweza kumweleza Mijun, alimwambia tafadhali, kwa sasa tuishi kama marafiki. Asema ndio hivyo. Mimi najua kwamba wewe ni rafiki yangu bora na siwezi nikampoteza rafiki yangu bora. Binti aliumia sana baada ya kusikia neno lile ambalo hakika lilimuumiza, ya kwamba eti jamaa anahitaji kuweza kutengeneza urafiki na hakutaka kuweza kutengeneza uhusiano. Binti anakumbuka siku moja bwana, huyu jamaa alipata nafasi ya kukutana na mabinti. Bibio wanamuita Kansera pamoja na bibio wanamuita Inkyung. Wakawa wanamsikiliza jamaa jinsi mzee mzima anavyopiga gitaa, anavyoimba na vitu kama hivyo. Hawa ni marafiki, kumbuka. Bibie huyo anamuita Inkyung, lakini pia huyo pembeni hapo anamuita Kansera. Kansera na mahusiano yake, lakini pia bibie Inkyung naye ameshakwisha kuchumbiwa na muda si mrefu atakwenda kufunga ndoa na mpenzi wake mmoja wanamuita Mr. Changchal. Basi siku hiyo mabinti hao wawili walikuja kukutana na mzee mzima bwana Wontak, na Wontak alikuwa akiwaimbia. Wakampongeza kweli kweli. Ni dogo ambaye ana talent. 마음에 들어? Anasema vipi? 행복하다. Umeipenda? Anasema ndio. 기타 생겨서? Kwa sababu gani? 아니. Anasema hapana, nimependa kwa sababu nina mashabiki. Nyinyi wawili ni mashabiki zangu. Mnanipenda. 넌 Mnasikiliza muziki wangu. 첫 번째 팬이야. Na nataka niseme ya kwamba Kansera, wewe ni shabiki wangu namba moja. Binti alifurahi kweli kweli kupatiwa nafasi ya kuitwa shabiki namba moja, the first fan. Alifurahi kweli kweli kusikia hilo neno. Sasa hali iliyompelekea bibi wanamuita Inkyung kuweza kukasirika kweli kweli. Asema Mungu wangu, ina kwamba kama Kansera ni rafiki wa kwanza au shabiki wa kwanza wa Wontaki. Alijisikia vibaya kweli kweli. Haya, basi leo alikutana marafiki 6 hawa. Number 6. 세상에 소중한 Bibi wanamuita Kansera, 가르쳐준 lakini pia bibi wanamuita Inkyung pamoja na Mijung, lakini pia na marafiki watatu wa kiume hawa. Kuna kamzigo fulani alikuwa amekaleta hapa, mkuja kukazika. Ndugu yangu kwa naumiza kweli kweli. Ase ni noma. Anasema this is too much. Hii sasa imezidi. Haiwezekani eti rafiki yetu kutoka moyoni kabisa eti anakufa. Jamani, kifua changu kinauma jamani. Mbona nyie wote amli jamani, mnanitazama eti? Binti ana vituko kweli kweli, yana unahuzunika kuliko mtu yote. 슬픈지 모르겠어. Akamwambia tafadhali usijisi mpweke kiasi hicho. Usilie. Binti anasema siwezi. 세라야. Sera, 세상에는 뭐든 하나밖에 없어. kuna kitu kimoja tu cha muhimu katika dunia hii. 그냥 Amani. Usipoteze amani kiasi hicho.
hichi kimeshakwisha kutokea. Akamwambia shika moyo wangu hapa. 네가 아파. Hata mimi mwenyewe moyo wangu unauma. Najihisi moyo unauma kabisa. Lakini maumivu ya moyo sijataka kuyaonyesha katika mwili wa nje. 장난감도 2개. Anasema tokea nilipozaliwa 폰도 2개. sikuwahi kushika moyo wa mwanaume, lakini kwa mara ya kwanza Kanserani ilipata nafasi ya kushika moyo wa Wontak. Mijun yupo pale alikuwa kitazama. Na kumbuka kama jinsi nilivyokuambia hapo mapema zaidi, bibi wanamuita Mijun anamkubali sana mzee mzima bwana Wontak. Na alikuwa atamani kabisa kuweza kuona marafiki zake wawili Kansera pamoja na Inkyung wanamshika ujamaa kwa sababu ni wanaume ambao alikuwa akimpenda. Unajua tena wanawake wengi huwa wana wivu kweli kweli. 하나밖에 없는 이 사람을 놓치지 않겠다. Sasa ile hali ya Kansera kumshika mzee mzima bwana Wontak kwa muda mrefu ilimpelekea kuweza kujihisi tofauti kabisa. 세준이가 아니라 넌데. Sasa baadaye Inkyung alikuja kumfuata mzee mzima Mr. Wontak. 넌 사랑의 끝이 Akamwambia tafadhali, ninahitaji nafasi moja tu katika moyo wako. Lakini kumbuka una mahusiano na mwanaume mwingine. Unahitaji mahusiano na mimi kivipi hasa? Akamwambia mimi nakupenda. Akamwambia lakini kumbuka kwamba wewe tayari una mwanaume wako. Na mpo tayari kuweza kuoana. Sasa siku hiyo Mijun anakuja anamkuta bibi wanamuita Inkyung akimapproach jamaa. Anamwambia kwamba nakupenda. Akamwambia sikiliza, wewe una mwanaume wako. Tafadhali nenda kwa mwanaume wako. Kwangu mimi binafsi nafasi hiyo hakuna. Akamwambia tafadhali please 세준이랑 결혼할 수 있어. usinishauri wala usitake chochote kutoka kwangu. Una mwanaume wako. Tafadhali nenda kaolewe na mwanaume wako. Mimi sina nafasi yoyote ya kukupatia. Binti anasema simpendi yule. Nakupenda wewe. Nahitaji tafadhali unipe nafasi katika moyo wako. 없이 태어나면 그래. Anasema ni kitu ambacho hakitowezekana. Siwezi nikakupa nafasi katika moyo wangu sababu wewe ni mpenzi wa rafiki yangu. Nitakupaje nafasi? Anageuka namna hiyo anamkuta bibi Mijun huyu hapa. Mijun kasikiliza kila kitu na kasikia kila kitu ya kwamba mwanaume ampendaye anapendwa na mwanamke mwingine, tena mwanamke ambaye ana mahusiano na mwanaume mwingine, lakini anampenda mpenzi wake. Bwana, hili lilimuumiza binti moyo kweli kweli. Inawezekanaje rafiki yake anampenda mwanaume ampendaye? Bwana, hiyo ilimuumiza kweli kweli bibi Mijun, lakini sasa atafanya kipi hasa?